Kituo chako bora cha matangazo cha NYTV. Mimi ni ripota wako Pasco William Nyamuyula. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo ambaye Mungu ametuamsha. Tumekuwa na mvua kubwa sana ambayo imeweza kunyesha katika viwanja vya mkutano, lakini bado Mungu amekuwa ni mwema. Mkutano umeendelea kuhubiriwa pamoja na mvua kunyesha, lakini bado injili imehubiriwa. Na leo tumepata nafasi ya kuweza kuzungumza na mtumishi wa Mungu. Tuna imani yako mengi ambayo yataweza kukujenga wewe ambaye umeendelea kukifuatilia kituo bora chako cha matangazo cha NYTV. Tumekuwa tukileta shuhuda mbalimbali na bado utaendelea kuzisikiliza shuhuda za mtumishi wa Mungu Askofu George Msa. Ameeleza mambo mengi mazito, na tumeona sasa tuzungumze na huyu mtumishi wa Mungu ambaye ameeleza kwa ufupi katika mkutano, lakini anaonyesha anazo shuhuda nyingi nzito na mahali pagumu ambapo aliweza kupita. Kwa kuwa tunaye mahali hapa, basi tega sikio lako, sikiliza kila anachokwenda kuzungumza na wewe, mtazamaji wetu mzuri wa NYTV. Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina, amina. Nashukuru sana. Shikamoo. Marahaba za kwako. Nzuri kabisa. Habari za huduma? Jema, tunamshukuru Mungu ni mwema. Tuko Bariadi, unaizungumziaje? Bariadi ni nzuri kwa kweli. Watu wanaipokea injili, wanahudhuria kwenye mkutano na Mungu anawahudumia. Ulishawahi kufika hapa? Ndio. Nafikiri ni mara yangu kama si ya 3 ni ya 4. Kwa hiyo napafahamu, liwahi kuhubiria mazingira na yafahamu. Kwa unaotufuatilia sasa, tukutambue kwa majina yako ili mtu anayekufuatilia aweze kukufahamu. Karibu. Okay, mimi jina langu naitwa Mchungaji Alfred Mtinda. Nimezaliwa mkoa wa Singida, kijiji cha Kinyagigi, na kwa sasa niko mkoa wa Kilimanjaro, kanisa la Tanzania Assemblies of God, maeneo ya Pasua hapo Moshi mjini. Tunashukuru sana. Umezungumza kwamba ili jambo la kupewa nafasi ya kuhubiri katika hii mega crusade imekuwa ni surprise kwako, kama ambavyo umesema kwamba wahubiri wako wengi TAG, na kweli wako wengi TAG. Nami binafsi nilikuwa sikufahamu, nimekufahamia hapa kwenye mkutano. Pengine unaweza kuwa na neno juu ya mkurugenzi wa uinjilisti pamoja na viongozi wakuu wa TAG, kwa sababu aliposema, nina imani kabisa atakuwa amewashirikisha viongozi wa juu kwamba kwenye mkutano wetu tutakuwa na mhubiri fulani na mhubiri fulani. Kama una neno juu yao, karibu. Bwana, yani mimi nimeshaongea na mkurugenzi, nikamwambia nashindwa hata namna ya kukushukuru. Nilimuuliza maswali kama nilivyotangulia. Wewe ilikuwaje ukanipanga kwenye mega yako ya kwanza? Unaona, kwa sababu hivyo. Na akanijibu vizuri, akasema alimuomba Mungu. Na tangu tulipoanza hii kazi ya uinjilisti, nilivyosimikwa kuwa mwinjilisti wa kitaifa, maono ya askofu wetu mkuu alitaka wainjilisti wao wengi kwa ajili ya kuleta uamsho katika kanisa. Na tunashukuru sana kwa ajili ya askofu wetu mkuu mtoka mbali, ana maono na anawapenda wainjilisti kweli kweli, na huwa anatutuma mikoani. Tulianza na mkurugenzi, sasa hivi Mungu alimuita mbinguni, kwa anaitwa Mzee Mayala. Yule mzee alinipenda mno, na kwenye ukurugenzi wake pia tuseme yeye ndio aliinua huduma yangu baada ya yule mchawi niliyetoa ushuhuda jana kukamatwa pale Geita. Alikuja kunijaribu, akapigwa chini, akanikabidhi uchawi wake wote. Unaona? Sasa hivi ni mchungaji wa TAG, amemaliza chuo cha Biblia, yuko hapo Geita Matulole. Sasa mzee kuona hivyo ndo akapeleka taarifa zangu kwa askofu mkuu, bwana, una kijana wa aina hii na hivi na hivi. Kwa siku moja nimeshtukia na hubiri Singida vijijini, napigiwa simu na mkurugenzi, unatakiwa uanze mkutano wa injili Morogoro Betheli kwa askofu mkuu. Nikamwambia nani amenisa? Mimi naenda kuhubiri kwa askofu. Nikasema nikamwambia bwana, nikajaribu kuchenga. Ukaenda kuhubiri kwa mtoka mbali kabisa hivi. Nikasema jamani. Na nikasema bwana azui na nini? Nikamwambia bwana, mimi nahubiri huku, alafu niko na gari yangu na timu yangu, nahitaji nirudi Kilimanjaro. Matokeo yake mkurugenzi akaniambia, mimi siwezi kumwambia askofu mkuu kwamba hawezi. Wewe mwambie siwezi kuja wewe. Sasa utathubutu kumwambia mzee siwezi kuja? Kwa ikabidi niwaambie vijana wangu, Jumapili tukimaliza mkutano, nina mkutano mwingine Morogoro. Tena aliniambia pitia Singida, huko Morogoro ni karibu. Ngambia niko na timu. Kwa ikanibidi niondoke jioni ile, usiku kucha ni drive gari mpaka Kilimanjaro.
Usiku ule saa 9 niko Moshi, nikawapeleka vijana nyumbani, kapaki gari, nikaoga, nikabadilisha nguo stendi, panda basi Chalinze Morogoro, nikapokelewa mkutano wa nje. Mungu alifanya mambo makubwa sana Morogoro. Askofu akanikubali, kwa ananifahamu askofu wetu Mtoka, ambaye nimehubiri mikutano 3 kila mwaka mara moja, akanipenda. Kwa Askofu Muhiche pia nimehubiri mara moja mkutano wa nje, na Mungu aliponya watu sana. Kwa hiyo wazee wananifahamu pia huduma yangu. Na niongee kuhusu huyu kabla ya huyu sasa hivi Mwaipopo. Pia huyo ni baba ambaye juzi nilikuwa kwake semina kabla sijaenda Kenya. Huyo pia ambaye anaijua huduma yangu sana, amenitumia pia kwa semina za ndani na nini. Kwa hiyo huyo pia alikuwa ananipanga sana kwenye. Kwa nimekuwa na wakurugenzi wazuri kuanzia Mayala, Mwaipopo. Alafu alivyomaliza Mwaipopo, sasa huyo Chanjalika. Walikuwa na Mwaipopo kwa nyuma, kwa hiyo ananifahamu. Pamoja na kunifahamu, lakini alikuwa na cheche za kunifahamu pia huduma, kwa sababu nina tabia nikienda kuhubiri mahali huwa naaga. Kwa hiyo wanajua niko wapi. Hata juzi nilipokuwa Kenya walijua niko Kenya. Kwa hiyo Chanjalika bwana ni mtu mnyenyekevu sana. Huyu baba huyu ni mnyenyekevu. Yaani alafu nilikuwa sijui hata kama ni Mpare. Mtu mmoja akanipigia simu akasema, "Ise, Chanjalika ni mtu wa ajabu sana. Hana ubaguzi. Angekuwa ni mtu wa kubagua, asingekupendekeza wewe uanze media ya kwanza ambao walisema ndio shamba darasa. Lakini huyo ni mtu wa Mungu." Amempongeza sana. Kwa hiyo nimshukuru Mungu pia kwa ajili ya viongozi wangu na timu yake alionayo. Dr. nani huyo? Mato. Yaani jamani, dokta lakini mnyenyekevu sijawahi ona. Tangu aje huku sijui ni muda gani ananipigia simu. Yaani ananyenyekea huyu baba mpaka nikasema vitu vingine tunajifunza pia kwao. Pamoja na mweka hazina huyu nani? Shila. Ni watu wazuri mno. Yaani kwenye hii nini? Tuseme kwenye timu ya Chanjalika. Aisee, askofu wetu kama nikupendekeza basi aliongozwa na Mungu kuwapendekeza watu. Na wametufaa. Hadi wanaweza wakasema, mimi ni mtu mdogo sana. Mdogo sijafahamika sana, lakini nimekuwa nikihubiri huku na huku. Sisubiri niitwe, napanga mwenyewe, nafanya hivi. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu sana kwa ajili ya maono pia ya TAG katika kuleta uamsho. Tumetumwa katika Matendo 1:8, tumeenda mikoani, watu wamejazwa Roho Mtakatifu, wamefunguliwa. Kwa na hii maono ya Chanjalika na askofu mkuu ya kufanya mikutano mikubwa ya mega katika kila mkoa, na tumeanza huku, basi naamini mikutano ijayo Mungu atafanya mambo makubwa. Ila watumishi hawa mimi na washukuru mno. Ni watu wanyenyekevu wa Mungu, na nimewauliza sana maswali, wasema ni Mungu tu, ni watu ambao vinginevyo ingekuwa ni watu wanaosema sisi kanisa letu watu na kitu wanaita protocol na nini, wangepandwa. Tuna wahubiri wakubwa wa siku nyingi wa muda mrefu wa nini, wako wengi sana, lakini wanaanzia na watu kama sisi. Mwisho tukakubaliana kwamba ni Mungu aliamua basi aweze kupanga mimi nianze. Na tumepangwa pia na rafiki yangu huyu wa Mtwara, George Musa, nimewahi kuhubiri naye Kahama, kwa hiyo tunafahamiana. Hilo nalo ni namba nyingine hiyo. Ndio nilikuwa naita namba chafu, na yeye ndiye analiamsha leo. Sasa ni mtu ambaye ukipangwa naye, ndio maana nimemwambia bwana acha mimi nianze. Hii ya kwanza sijapangwa na mtu. Ni mimi kama asema acha mimi nianze ili nikiburunda amalize vizuri mwezi. Kuliko nije nimalize vibaya. Lakini nikamwambia Mungu, bahati yangu nzuri pia huwa sipendi nijifananishe na mtu. Nataka niwe mimi kama mimi. Kwa kweli sitaki kuiga nifanane, na wakati nahubiri huwa sitaki niangalie sijui nani anasemaje. Mimi nasema kile ambacho Mungu amenipa. Ndio maana kama umeniangalia vizuri, juzi alikuwa mweka hazina mkuu. Unajua mtu aliyetumwa kutoka juu afu na wewe kwa hapa. Mpaka nikasema nimeyakanyaga sasa. Ningehubiri hata Ayubu. Lakini baadaye nikasema mimi sina hubiri, acha nihubiri kile kitu ambacho Mungu amenipa. Ndio maana ukuta nilikuwa siangalii nyuma. Sitaki kuangalia mtu. Nikaanza kuhubiri siangaliagi mtu. Kwamba anasema mimi napiga tu, mimi naangalia huko. Walikuwa wanagazi wanaangalia sijui ni
Ukianza kuangalia huko unaweza ukatiwa uoga. Nimehubiri mikutano kwa askofu mtoka mbali na yeye yuko pale. Nilihubiri kanisani kwake asubuhi, alafu anakukazia macho mzee, anakuangalia, alafu ibada ya jioni akakaa nyuma ili ajue niliyokuwa nahubiri asubuhi na jioni nini au nilikuwa na. Sasa bahati yangu nzuri pia naambia Mungu, naomba nipe kuliko kuanza kuogopa. Na askofu wetu ni mnyenyekevu sana, sijawahi kuona. Wala hana haja kwenda sijui na maneno ya Kiyunani, sijui kwa Kiyunani, sijui waraka wa Korinto uliandikwa na Paulo mwaka sijui wa 60 ngapi. Yaani anataka kushushe fire wasaidia watu. Na mimi nikasema basi. Alafu yani yeye ni dokta lakini hataki hata mambo hayo. Kwa hiyo nikasema basi ni saizi yangu. Kwa hiyo nilivyohubiri jioni nikamwambia mzee alijificha nyuma. Hapo kwenye kanisa la askofu bwana mkuu. Nafikiri wananisikiliza labda. Ada watu ukimaliza kuhubiri wanakoketisha hapo, wanakuchana live. Wanakuambia wewe bwana, wakati unahubiri ulikuwa unaogopa askofu au ulikuwa. Lakini siku hiyo walikuwepo wachungaji wasaidizi, mchungaji mwingine yuko Mbeya, mwingine yuko Iringa, kina nani ule Ole Mbaye. Sasa na wazee wale wasema, Mtinda wewe hatuna kitu cha kusema na wewe. Askofu amekupitisha, utakuwa rafiki wa hapa, utakuja tena. Kwa sababu gani? Sababu unafanya kitu kile ambacho na pale ibada ni nyingi mzee. Kama hujajipanga unaweza kufia jukwani. Ile unafika hujapumzika, alafu unapelekwa hoteli nzuri, unaambiwa kula unachotaka. Vinalika sasa, utakula vilike wapi? Mzee sikula wiki nzima. Unamaliza watu wanadondoka kama asubuhi uko jukwani, unaanza kuwafungua moja moja. Jioni mkutano unaanza, wewe bado unamsururu. Unachukuliwa na gari, unaenda unaoga, unabadilisha nguo, unasimama, wanadondoka wengine. Inafika Alhamisi naenda ukawajaze Roho Mtakatifu. Wanajazwa Roho Mtakatifu. Yaani Jumapili ibada 4. Nilikipata cha moto. Sasa unakula nini? Ndio unafika mahali sasa aisee. Yule mzee anapiga kazi. Kwa hiyo ni watu ambao kwenye injili ndio maisha yao. Ndio injili yao. Nawapenda sana viongozi wangu wa juu. Nawapenda sana. Yaani ukimchukua askofu mtoka mbali na mzee Muhiche ni watu wa injili. Alafu amewapata tena hawa vijana wawili. Marwa ni mwanangu huyo. Si nikwambia aliniita huko tayari kukatwa kichwa huko Mbweni huko, ambia waragu hata nashuka. Huyo jamaa akishika injili. Na huyu dogo lijua akigusa tu yeye jamaa na upako. Mweka hazina huyo. Yaani hao wawili. Yaani ofisi nzima imejaa. Kwa hiyo sisi tunatiwa nguvu sana tunapoona viongozi wetu wanasupport, wanafanya hivi na hivi. Tunajisikia vizuri sana kama wahubiri. Ndio maana wahubiri wamekuja, wako tayari kujitoa kwa gharama zao, kulala, kurudi kwa ajili ya kuona mambo yanayofanyika. Viongozi wetu wana moyo, wanatupenda, wanatutia moyo, hata wakatukumbuka sisi ambao hata tufahamiki sana, tunaweza tukahubiri mikutano kama hii. Kwa hiyo nawashukuru sana viongozi wangu, viongozi wakuu pamoja na idara yetu. Naambia askofu mkuu na kamati yako asante sana. Umetupa viongozi wazuri sana wa idara. Na sisi kama wahubiri tumewekwa pamoja na wao hapa. Wakati mwingine nasema mbona hata tulingani hata na hao, tungekaa tu huko kwingine. Lakini nikamwambia bwana, mambo mengine ya kwenda uwanja mimi nitakuja na gari yangu bwana. Tuanze kutafuta watu wengine wafanye shughuli zingine. Kwa hiyo ni watu wanyenyekevu, wanatupenda. Kwa kweli na mahali penye roho kama hizi ndio maana Mungu anafanya kazi kubwa sana. Maana Mungu anafanya kazi pamoja na wale wanaompenda. Kwa hiyo nawashukuru sana viongozi wangu. Mungu awabariki sana kama wananisikia. Yaani nikianza kusema hapa sitamaliza. Wote ni marafiki zangu. Naongea habari za mzee Muhiche alivyonipeleka kule, hekima zake, busara zake. Nawapenda sana viongozi wangu.